Miaka 33 imepita tangu kuanzishwa kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, chama ambacho kwa zaidi ya miongo mitatu kimejijengea nafasi ya kipekee katika siasa za Tanzania kama nguzo kuu ya upinzani. Katika safari hiyo, Chadema kimekuwa si tu jukwaa la ushindani wa kisiasa, bali pia ni sehemu ya historia inayochochea sura ya demokrasia na mabadiliko ya kisiasa nchini. Hata hivyo, maadhimisho ya mwaka huu 2026 yanafanyika katika mazingira tofauti na miaka iliyopita. Chama kinaadhimisha miaka 33 ya uwepo wake, siku chache baada ya kifo cha muasisi wake Mzee Edwin Mtei aliyefariki dunia Januari 19 mwaka huu. Katika tukio la kuadhimisha kuanzishwa kwa chama hicho yaliyofanyika Januari 21 mkoani Musoma, makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara John Heche amezungumza na waandishi wa habari akieleza kwa kina mchango wa Mzee Mtei katika chama na safari ya demokrasia nchini Tanzania, akisisitiza kuwa urithi wake utaendelea kuongoza mwelekeo wa chama hicho katika nyakati zijazo. Ni tukio kubwa la kihistoria kwa chama chetu. Huyu mzee, cha kwanza mnapaswa kujua, amekuwa ni msomi mkubwa kwenye nchi hii, na amekuwa gavana wa kwanza wa BOT ilipoanzishwa mwaka 66. Amekuwa gavana pale, akafanya kazi na Mwalimu kwa sababu mzee aliamini katika sera zinazoendana na chama chetu, na wakati huo alikuwa anafanya kazi kwenye serikali ya Mwalimu ambayo ilikuwa inaamini katika sera za ujamaa ambazo aliona haziwezi kuendeleza watu, hazifanyi mtu mmoja mmoja kufikia full potential yake ya kumiliki mali, kujiendeleza yeye na kuendeleza watu wengine. Walipotofautiana kwenye masuala ya fedha na masuala ya misimamo ya kiuchumi, mzee akamwambia Mwalimu, unaweza kutafuta mtu mwingine ukafanya naye kazi, mimi naona tukienda njia hii tutaanguka shimoni. Sasa unaweza kufikiria mtu ambaye angeweza tu kuadjust akafit in kwenye mfumo wa kitu alichokuwa anataka Mwalimu, lakini akasema kwa sababu mimi ni mshauri wako kwenye masuala ya fedha kama gavana wa benki kuu, naona hatuwezi kuelewana, tutaanguka huko unakoniambia twende, na utaalamu wangu naona utaalamu hauendani na hicho unachoniambia, tutaanguka. Akaresign. Lakini kwa sababu pia Mwalimu alimjua uwezo wake, Mwalimu akamruhusu kwenda kufanya kazi nje ya nchi kimataifa. Akaenda kufanya kazi kwenye shirika la fedha duniani IMF. Sasa haya mambo yote kwa nini nayasema? Ni kwa sababu katika tawala tulizonazo sasa hivi, si ajabu mwanasiasa akamwagiza hata daktari kufanya kitu ambacho anajua kabisa utaalamu wa udaktari wake hauko hivyo, akafanya kwa sababu mtawala amemwagiza. Nasema uongo? Kwamba mkuu wa mkoa hapa, yeye ukisha kuwa tu mkuu wa mkoa, wewe tayari ni daktari. Ukiwa tu mkuu wa mkoa, wewe tayari unajua ualimu, wewe tayari unajua uaskari. Yani wewe kwa sababu tu umekuwa mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya au umekuwa rais, you know everything. Na wale walioko chini yako wanapaswa kufuata kile unachowaambia, hata kama utaalamu wao unakataa hayo. Na wakikataa watakiona cha nini? Cha moto. Fikiria Mzee Mtei angekuwa gavana wa BOT sasa hivi, asingefunguliwa kesi ya uhaini kweli? Au ugaidi, si ndio?